Ndugu zangu wana Geita, mwaka 2015 niliwaomba kura, nanyi mkaniamini na kunichagua kuwa rais wenu. Leo tena kwa mara nyingine nimekuja kuwaomba kura ili nipate ridhaa ya kuendelea kuliongoza taifa letu kwa kipindi kingine cha miaka 5. Ninaomba ridhaa hii ndugu zangu, kwa sababu kama mnavyofahamu, kwenye miaka 5 iliyopita tumefanya kazi ya kuleta maendeleo kwenye mkoa huu wa Geita pamoja na Tanzania kwa ujumla. Na katika hilo ndugu zangu, naomba kwa baraka zenu nitaje angalau baadhi ya mafanikio tuliyoyapata kwenye miaka 5 iliyopita, hususan katika mkoa wa Geita, ili tujue mahali tulipokuwa, mahali tulipo, na tujue mwelekeo tunakoelekea. Kwanza kabisa, kama mnavyofahamu, Geita ni miongoni mwa mikoa iliyobarikiwa kuwa na utajiri mkubwa sana wa maliasili, ikiwemo madini, wanyamapori, misitu na kadhalika. Hivyo kwenye miaka 5 iliyopita tumejitahidi kuhakikisha rasilimali hizo zinawanufaisha Watanzania, wakiwepo watu wa Geita. Kwenye madini, ndugu zangu, ninyi wana Geita ni mashahidi. Tumedhibiti utoroshaji madini, ikiwemo kwa kutunga sheria ya kulinda rasilimali hiyo na kuanzisha soko kubwa sana hapa Geita. Nasema uongo ndugu zangu? Kabla ya kuanzisha masoko na kupitisha sheria hiyo ya madini yetu mengi yalikuwa yakitoroshwa nje ya nchi, na serikali ilikuwa haipati chochote. Hata wananchi hawakuweza kufaidika na hayo madini. Lakini ukiachilia mbali kutungwa kwa sheria na kuanzisha masoko, tumejitahidi kuwawezesha wachimbaji wadogo wadogo kwa kuwatengea maeneo, kufuta ama kupunguza viwango vya kodi walivyokuwa wakilipa, lakini pia kuwapatia mafunzo na mitambo ya kuendesha shughuli zao za uchimbaji. Ninyi ni mashahidi, watu wa Geita, na hasa kwa sababu tumezungukwa na maeneo mengi ya machimbo madogo madogo. Wananchi siku za nyuma ilikuwa ukishagundua dhahabu unafukuzwa, wanakuja wakubwa. Ukipata mahali unafukuzwa, wanakuja wengine. Tukasema yaya, wakigundua wanabaki pale pale na wanapewa leseni na wao waweze kutajirika, kwa sababu nao pia tunawahesabu kama wawekezaji. Ndugu zangu, kutokana na hatua hizo tulizochukua, mafanikio mengi na makubwa yameanza kupatikana. Nitayataja baadhi ya mafanikio haya. Mathalani, katika mkoa huu wa Geita mwaka 2016 wachimbaji wadogo waliuza dhahabu kilo 337.482, kilo 337. Huku ni kwenye mwaka 2016. Dhahabu hiyo ilikuwa na thamani ya bilioni 22.5, ambapo serikali ilipata mlabaha wa shilingi bilioni 1.2. Lakini baada ya kuanza kuchukua hatua, mwaka jana wa 2019 wachimbaji wadogo waliuza kilo 4,656.29 kutoka kilo 337. Mwaka jana tu wameuza kilo
na 656.29 yenye thamani ya bilioni 375.5 na kutoa mlabaha wenye thamani ya shilingi bilioni 22.5. Mwaka 2016 mlabaha uliopatikana ni wa bilioni 1.2. Mwaka jana bilioni 22.5. Geita oye! Wachimbaji oye! Wachimbaji wadogo wadogo oye! Uongozi wa Geita na wilaya zake oye! CCM oye! Na kuja kwa wachimbaji wakubwa. Mwaka 2016 walichimba dhahabu kilo 17,587.15 yenye thamani ya dola za Marekani milioni 607.3 sawa na fedha za Tanzania trilioni 1.4 na kutoa mlabaha wa dola za Marekani milioni 23.4 sawa na fedha za Tanzania bilioni 53.81. Lakini mwaka huu hadi mwezi Mei, baada ya serikali kuchukua hatua mbalimbali ikiwepo kuanzisha sheria ya madini, mwezi Mei tayari wachimbaji wakubwa wameuza kilo 21,652.77 za dhahabu zenye thamani ya dola za Marekani milioni 949.8 sawa na fedha za Kitanzania trilioni 2.2 na kutoa mlabaha wa dola za Marekani milioni 56.8 sawa na bilioni 130.64. Geita oye! Geita oye! Haya mambo ndio huwa yananifanya mimi nizungumze Tanzania ni tajiri. Bila kubana na kuweka mikakati mizuri ya sheria zetu, hizi fedha tusingezipata wala tusingeziona. Ikiwa mwaka mmoja tu tumepata mabilioni haya, tangu Tanzania iumbwe tumepoteza mabilioni na matrilioni mangapi? Tumepoteza matrilioni mangapi? Tangu tutawaliwe na Wajerumani, wakaja Waingereza, sheria zetu tukaacha kuzibadilisha. Ikiwa mwaka mmoja tumetengeneza matrilioni 2.2 mbali ya mabilioni yaliyotengenezwa na wachimbaji wadogo wadogo, nchi hii imepoteza matrilioni mangapi? Haya ndiyo maswali tunatakiwa sisi Wanageita, sisi wa Tanzania tuanze kujiuliza. Haya ndiyo maswali ya msingi, na haya ndiyo maswali ya msingi wagombea wenzangu wanatakiwa wajiulize, kwamba watakapopewa madaraka watawafanyia nini Watanzania. Geita oye! Ndugu zangu, haya kwa uhakika ni mafanikio makubwa sana, na kutokana na mafanikio makubwa tuliyoyapata hususani kwa wachimbaji wadogo, tumepanga kuhakikisha tunaimarisha mipango ya kuwawezesha wachimbaji wadogo ili wafanye shughuli zao kwa tija zaidi. Na kwa katika hili tumepanga kuongeza maeneo ya wachimbaji wadogo wadogo. Tutaongeza maeneo ya wachimbaji wadogo wadogo, na tutaendelea kuwapatia leseni wachimbaji wadogo wadogo, lakini pia mafunzo na mitaji na teknolojia rahisi ili wafanye shughuli zao kwa ufanisi na tija zaidi. Na hayo yote
tumeyaweka kwenye kitabu chetu cha ilani ya uchaguzi. Yako ukurasa 108 hadi ukurasa wa 110 wa ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka huu. Na ndiyo maana ndugu zangu Wanageta na wachimbaji wadogo wadogo, naomba mtuchague ili haya tuliyoyapata, haya tuliyoyapanga yasije yakapotelea hewani, muweze kufaidika nayo katika kujitajirisha na kujenga uchumi wa nchi yenu. Swala la utalii, nchi hii hasa katika eneo hili la Geita, mbali ya kufaidika na madini, mkoa wa Geita pia umebarikiwa kuwa na fursa nyingi za utalii. Japokuwa kwa miaka mingi tulikuwa na hifadhi moja tu ya Rubondo. Hivyo basi kwenye miaka 5 iliyopita tumeanzisha hifadhi nyingine mpya ya taifa ya Burigi Chato, ambayo ni ya 3 kwa ukubwa nchini Tanzania. Hii ni fursa kubwa pia kwenu Wanageta kujiletea maendeleo. Katika nchi hii tumepanga kila zoni ya Tanzania iwe na utalii. Tulizoea kwamba utalii huko Arusha kaskazini tu. Tunataka katika maeneo haya ya kanda ya ziwa utalii ufanane kama ulivyo wa kaskazini. Tunataka maeneo ya kusini, Mbeya, Iringa, napo utalii ufanane hivyo hivyo. Na ndiyo maana tumeanzisha hizi kanda. Tunataka siku nyingine, na ndiyo maana tunaujenga uwanja mkubwa sana pale Mwanza. Watalii wao wanatoka kutoka Ulaya, wanateremka Mwanza. Wakishatoka Mwanza wasihangaike kupanda feri, wapite kwenye daraja la kilomita 3.2 pale Kigongo Busisi, ambalo nalo ni utalii. Wapite kwenye barabara ya lami, wapite Sengerema, wapite Geita, waamue sasa kwenda Rubondo, kwenda Burigi, kwenda wapi, kwenda Rumanyika mpaka Karagwe kule, tukatengeneze pesa kwa ajili ya utalii. Niwaombe Wanageita tuanze kutengeneza mazingira ya kuwapata watalii. Tuwe na hoteli za kutosha za kitalii. Tuwe na vyakula vya kutosha, na bahati nzuri kwa vyakula sina shaka wakiara mananasi ya hapa watakuwa wanakuja hata kutalii kwenye mananasi tu. Ugononiwa aho komesha. Kwa hiyo huku ni mahali ambapo kwa Kisukuma naweza nikasema ni very potential kwa ajili ya maendeleo ya utalii. Tunataka fedha zitakazokuwa zinapatikana kwenye utalii ziongezeke kutoka dola bilioni 2.6 tunazozipata sasa, ambazo zimetengeneza ajira ya watu milioni 4, ziwe zaidi ya hapo. Na nina uhakika kama tutapromote utalii katika maeneo yetu, watu watakuja, hata kuja kutalii kwenye mahali panapochimbwa dhahabu. Ule nao ni utalii. Ziwa Victoria hili ni utalii. Nina uhakika kwa njia hiyo tutaweza kuyashughulikia vizuri maendeleo ya Watanzania. Geita oye! Ndugu zangu, katika swala la kilimo, uvuvi na ufugaji, hili nalo limepewa kipaumbele katika ilani ya uchaguzi. Tunataka wakulima, wafugaji na wavuvi nao wafaidike. Katika miaka 5 iliyopita tumejitahidi kuchukua hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kufuta tozo 114 kwa wakulima, wafugaji na wavuvi. Tunataka tuwe na machinjio ya kisasa. Ninajua kuna machinjio yanaanza kujengwa katika eneo la Mpomvu kwa shilingi bilioni 7.
ili nyama zinazochinjwa ziweze zikaliwe mpaka Ulaya. Kwenye miaka 5 ijayo tumepanga pia kuendeleza na kuzikuza zaidi sekta hizo za kilimo, mifugo na uvuvi, ikiwemo kwa kujenga magara ya kuhifadhi na vituo vya kuchakata mazao kwenye mkoa huu wa Geita. Masuala yote ya kilimo na ufugaji na uvuvi tuliyoyapanga yamefafanuliwa vizuri yanayohusu mkoa wa Geita kwenye ukurasa wa 33 hadi ukurasa wa 56 wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025. Yote yako humu. Kuhusu miundombinu, ndugu zangu wana Geita, kwenye miaka 5 iliyopita tumejenga barabara za lami zenye urefu wa kilomita 123.27 zenye thamani ya shilingi bilioni 212.67. Ndugu zangu wana Geita, ninyi ni mashahidi. Hata mji huu wa Geita haukuwa na barabara za lami kiasi hiki. Zimeanza kuchomoza katika maeneo mbalimbali. Katika miaka 5 itakayokuja tutatengeneza barabara za lami nyingi zaidi katika mji huu wa Geita, ili mtu akiingia ajue kweli ameingia Geita. Lakini pia tutaanza kutengeneza baadhi ya barabara. Najua tumeshatengeneza Ushirombo Rusaunga kilomita 52 ilikuwa imekwisha, na nyingine ya Bwanga Uyovu na kuelekea Biharamulo. Lakini hapa mjini tulitengeneza pia barabara za lami, lakini tumekamilisha pia maeneo mengine. Aidha tumejenga masoko hapa Geita mjini, Katundu na kule Katoro. Kwenye miaka 5 inayokuja tumepanga kuendelea kuzikuza zaidi sekta hizo, ikiwemo kujenga hayo magari ya kuhifadhi na vituo vya kuchakata mazao. Lakini pia katika miaka 5 inayokuja tunataka tukamilishe maeneo mengine yaliyobaki, lakini tumepanga kujenga barabara ya kutoka hapa Geita kwenda kuungana na Kahama kwa kiwango cha lami. Geita oye! Ahena oma atogwangu. Kwa hiyo barabara ya Geita Bukoli hadi Kahama tutaijenga kwa lami mara mtakapomaliza kutuchagua. Na haya tumeyafafanua vizuri kwenye kitabu hiki cha ilani ya uchaguzi. Mkitaka ushahidi yako ukurasa wa 61 hadi ukurasa wa 95. Barabara ya Geita Bukoli hadi Kahama nayo tunaitandika lami. Bukoli oye! Geita oye! Tanzania oye! Na ndio maana ninawaomba tena ndugu zangu, munipe tena miaka 5. Muwape tena miaka 5 waheshimiwa wabunge. Muwape tena miaka 5 waheshimiwa madiwani. Tukafanye haya ambayo tunawaahidi, na nataka kuwathibitishia tutayafanya kwa nguvu zote. CCM oye! Geita oye! Ndugu zangu wana Geita, huduma za jamii kwenye miaka 5 iliyopita tumejitahidi kuboresha huduma za jamii, ikiwemo afya, elimu, maji, umeme na kadhalika. Mathalani kwenye afya tumeendeleza ujenzi wa hospitali za rufaa za kanda pamoja na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita. Tumejenga hospitali za wilaya 4. Geita ni 2, Nzera na Katoro, Mbogwe 1,